Shukuruni sana na tunathamini mchango wenu kwa sababu hivi sasa ni karne ya sayansi na teknolojia na tunatakiwa tusome hivi. Zile zetu sisi za kusoma kwa kutumia mabuku na vitabu nadhani zimepita. Na ukiangalia unakuta science technology ipo kila pahali, kuna simu nyumbani, kuna TV, lakini hapa kuna kituo ambacho kimewekwa, kina waratibu, kina watu wa kushughulikia, kina watu ambao watakuwa wana screen ile kinachoingia kujua kwamba hichi ni sahihi kwa wanafunzi ama hichi si sahihi. Kule mitaani wanafunzi anachukua simu anasoma, lakini anasoma mazuri, anasoma na mabaya. Kwa hiyo kutusaidia kuweka kituo hiki kwa kweli imetusaidia sisi kama maktaba katika kutanua zile kazi zetu za kutoa elimu kwa kutumia vitabu, kwa kutumia magazeti, na sasa tunakwenda kwenye hizo kutumia sayansi na teknolojia. Lakini pia tutawasaidia wanafunzi ambao sasa watakuwa na sehemu maalum ya kuja kwa ajili ya kujisomea. Lakini pia hii ni fursa pia kwa walimu ambao pia wanaweza wakaitumia, kwamba kile kituo tumeambiwa hapa kina headphone 12 na vitu vingine na TV. Kwa nadhani kitatusaidia sana. Kile kituo tayari kipo, na maana sisi kama bodi ya maktaba tutajitahidi kwanza kukitunza. Hilo nafikiri ni ahadi ambayo tunaitoa kwenu na mbele ya hadhara hii, kwamba tutakitunza na kuhakikisha kwamba kinatumika. Kuna kutunza ikawa kimefungiwa tu, vitu vipo lakini kimekuwa locked, hakuna anaingia hapo. Tunasema tumekitunza, lakini tutakitunza katika matumizi ambayo yanahitajika. Nadhani ni muhimu kwamba kuweka mazingira ambayo yatakuwa ni ya usalama kwa vile vifaa, na hilo nadhani kwa maktaba tunajitahidi kwa hilo, kuweka katika kutunza vitu muhimu. Kwa hiyo pia tuna walimu wetu na wanafunzi wetu, hizi huduma ndio zipo, na maktaba ni sehemu ambayo bila shaka sisi tunasoma. Tuendeleze hilo, walimu tushajiishe watoto wetu, wanafunzi wetu kutumia maktaba, lakini pia niambiwa kusema maafisa elimu na waratibu wengine, nadhani pia tunapopita huko maskuli katika ukaguzi, katika kazi zetu, tujaribu kuwakumbusha wale wanafunzi, wale walimu kule kwamba kuna haja ya wanafunzi wetu kuwa ni wanachama wa maktaba, au hata kama si wanachama lakini anaweza kuja hapa akapata huduma mbalimbali. Na mafanikio yake ndiko tukaona bora na kwa upande wa Pemba jambo hili lifanyike tena. Kwa hiyo matumaini yetu kwamba jitihada hizi ambazo wenzetu wamezionyesha kwetu, na sisi tuzipokee na kuhakikisha kwamba lile lengo ambalo limekusudiwa linafikiwa. Ndugu wageni waalikwa, ndugu wanafunzi, yaliyofanyika ni kwa ajili yetu, si tu wanafunzi lakini pia hata walimu. Sasa hivi tunafahamu tunatumia mtaala wa umahiri. Mtaala wa umahiri unamtaka mwanafunzi ama mwalimu kuwa na uwezo wa kukapcha maeneo mbalimbali, maarifa kutoka maeneo mbalimbali ili kuweza kujenga uelewa wake. Kwa hiyo ili tuweze kwenda sambamba na dhamira ya serikali ya kujenga uelewa kwa watoto, tuachane na njia za zamani za watoto kuhifadhi tu, kuchukua kitabu kimoja, kuhifadhi definition na vitu vingine. Sasa hivi scope imeongezeka, vitabu ni vingi, na mbali ya vitabu njia nyingine za kujifunza pia nazo zimeongezeka. Kwa hiyo kama mlipopata maelezo wanafunzi kwenye chumba cha e-learning room, kuna sauti ambazo zinatoa maelezo kama uko darasani unapofundishwa na mwalimu wako. Kwa hiyo inawezekana topic hiyo umesoma darasani na ikawa haukuifahamu vizuri, ukija library topic hiyo utaikuta, utaweka headphone yako na utasikiliza. Lakini pia kuna vitabu ambavyo vitakuongoza kuweza kusikia na kufahamu kile ambacho kinachotoka katika zile headphone. Kwa hiyo niwaombe sana wanafunzi kuwa mabalozi. Nyinyi ni wachache mlioko hapa, lakini hizi taarifa naomba wanafunzi, walimu pamoja na maafisa elimu tusaidiane kufikisha kwa maeneo mengine, skuli nyingine. Hizi zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata elimu, kila mwananchi anapata maarifa. Kwa hiyo huduma ni bure, waje wakati wowote
kwa muda ambao maktaba imepanga ratiba zake waweze kunufaika na programu hii, lakini pia kupata maarifa kama ambavyo tulipokusudia. Nashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa unaotoka serikalini. Kwa kila kitu ambacho tunakifanya, serikali inatupa wataalamu kwanza, fursa ya kufanya kazi zetu vizuri, lakini na ushirikiano mkubwa ambao tumeupata tangia tukiwa Zanzibar, Unguja na Pemba katika shughuli zetu. Hivyo kwa miaka hii ambayo imebakia na miradi mingine ambayo itakuja, tunaendelea kuomba ushirikiano wenu kwa ajili ya kuweza kufanikisha shughuli zote ambazo tutakuwa tunazipanga, lakini yote ni kwa manufaa makubwa ya jamii yetu, na sisi tunazingatia sana sana mtoto ambaye anasoma shule ili tuweze kuwa na taifa zuri.